Bwana Yesu asifiwe. Ninafurahi kukuona tena siku ya leo katika ibada hii ama semina hii. Mimi nikuhakikishie kwamba Mungu ataenda kukupeleka mahali ambapo amekusudia ufike. Haleluya. Tunajifunza nguvu ya madhabahu. Tunajifunza nguvu ya madhabahu. Kwa wale ambao tulikuwa wote kwenye ile somo la ulimwengu wa roho ni halisi, wakati nasema kweli 17 kuhusu ulimwengu wa roho, moja ya kweli na ilikuwa ya mwisho, nilisema madhabahu ndiyo kiunganishi cha ulimwengu wa roho na ulimwengu wa mwili. Madhabahu ndiyo kiunganishi kati ya ulimwengu wa roho na ulimwengu wa mwili. Ni daraja, lakini pia ndiyo madhabahu ndiyo kitu pekee ambacho kinaweza kikamuunganisha mwanadamu na Mungu wake. Haleluya, haleluya. Sasa kama katika ulimwengu wa roho tunaunganishwa na hiki kitu kinachoitwa madhabahu, uwe na uhakika madhabahu ni kitu cha muhimu sana mwanadamu kukijua. Kama mwanadamu anaunganishwa na madhabahu kuingia katika ulimwengu wa roho, uwe na uhakika kwamba ni kitu cha muhimu kukifahamu. Bwana Yesu asifiwe. Madhabahu ndiyo siri ya kila mafanikio ya mwanadamu ambaye unamuona hapa duniani. Madhabahu ndiyo maisha ya mwanadamu yamefungwa. Katika madhabahu hatima ya mwanadamu inaamriwa pale. Katika madhabahu maisha ya mwanadamu yanaweza kuongozwa pale ama kushikiliwa pale, ni juu ya madhabahu. Madhabahu ni kitu ambacho kina nguvu kuliko kawaida, na ukikutana na madhabahu ikafanikiwa kukushikilia, hauwezi kwenda mahali popote. Haleluya, haleluya. Na ni masomo ambayo kwa kanisa la sasa ni kama masomo yanaonekana ni ya watu ambao wamepotea kiimani. Wanasema ukiokoka imekwisha. Niko hapa kukuambia ukiokoka haijaisha bado. Haleluya. Ndani ya Ukristo kuna mambo mawili ambayo natakiwa kuyajua. La kwanza ni wokovu, kuokoka. Unapomkiri Yesu Kristo, unahesabika kwamba umeokoka. Unapomwamini Yesu. Na maandiko yanatuonyesha katika kile kitabu cha Warumi, kwa maana ukimkiri Yesu kwa kinywa chako utaokoka. Ukimwamini kwa moyo wako, Biblia inasema utapata haki. Lakini kuna jambo kubwa la pili, kuna kitu kinaitwa ukombozi. Haleluya. Ukombozi hauamriwi peke yake na wokovu. Ukombozi lazima uhusishe madhabahu. Kama haujashughulikia madhabahu, hautaweza kufikia ukombozi.
Unaweza ukawa ndani ya wokovu, lakini maisha ni kama ambavyo ulikuwa kabla ya wokovu, au yakawa mabaya zaidi, kwa sababu ukombozi haujaja juu ya maisha yako. Na kinachofanya ukombolewe, lazima ushughulike na madhambi.